Their worship is from the heart. Ibada yao inatoka kwa moyo. Their worship is genuine. Their worship is authentic. Ibada yao sio nyimbo peke yake. It's not just songs. Their worship is not just the lifting of the hands or the kneeling. No. Their worship emanates, inatoka, chemichemi yake ni moyo wao. Matthew 15 verse number 7. Matthew 15, 7, then verse number 8, he says, he calls them hypocrites, wanafiki. Isaiah prophesied about us, and he said, verse number 8, that these people, wananikaribia tu na mdomo, na wananiheshimu na lips zao, wananikaribia na vinywa, wananiheshimu na midomo yao, lakini mioyo yao iko mbali. Let me show you a scripture. It should be Proverbs 23 verse number 7. I know we know the second part of it. We never preached the first part of it, but we preached the second one. He says, for as he thinks in his heart, so is he eat and drink, he says to you, but his heart is not with him. When you went to evil, tunakuwa baba, tunakuinua, lakini wao haujamuinua. Ni maneno tu that these people draw near me with their mouth. Baba, tunakupenda. Anasema basi, unanipenda tulia hapa masaa mawili, niko na appointment. Lakini ulisema unapenda. Ulisema kwamba Bwana, hakuna jambo ambalo ninaweza kukataa kukupatia wewe. Anasema basi, hiyo simu ulinunua jana ya kile kwa madhabahu ipewe mtu mwenye hana simu kwa kanisa, maana pastor ako na simu nzuri kupindukia. Anasema shetani shindwe kabisa. We so much come to him with our mouth. Mimi nakwambia kama Mungu angekuwa anaangaliaga mdomo, hata shetani angekuwa mbinguni. Mungu kama angekuwa anasikizana tu mdomo na haangalii kile kilicho moyoni. It should be Jeremiah 17 verse number 5. Quickly please. But his heart is not with you. They tell you eat and drink, but the heart is not with you. He says that thus says the Lord, cursed is the man who trusts in man and makes flesh his strength, whose heart departs from the Lord. Keep moving. He says, he shall be like a shrub, but shall inhabit the places which is not inhabited. Move up to verse number 9. He says, blessed is the man who trusts in the Lord, whose hope is in the Lord. How shall he be? Verse number 8. He shall be like a tree planted by the waters, spreads out its roots at the river, will not fear when he comes. But his lips will always be green, will not be anxious in the ear of drought, will not cease from yielding fruit then none. The heart is deceitful above all things, and desperately wicked. Who can know it? When God is looking at us, verse 16, verse 7 and 8, God tells someone, I don't look at outward appearance, I look at the heart. Na kwa vile mtu wa Mungu, naweza vaa suti na nivae tai mbele na nyuma, lakini tai haishtui. Angalia outward appearance na angalia na moyo. Unaweza kuwa umeketi kwa kanisa na unafiki, maana anatuita hypocrite. Naweza kuwa tumeketi ndani ya kanisa na unafiki. Elewa, mchungaji, mzee wa kanisa, kiongozi anaweza kosa kuona unafiki, lakini Yehova unafiki inakuwa kama signboard. Juma anasema kwamba wale watu ambao wako na uhusiano na yeye, ibada yao sio maneno. Ibada yao inatoka kwa mioyo yao. Inawezekana hawajui kuimba, inawezekana hawajui kuweka kii, lakini ibada yao inatoka kwa moyo. Hawaji kanisani kuonekana outward appearance. Hawaji kanisani diposa conscience yao, dhamira yao waipe chakula ya kwamba kwa hii mwezi at least umeenda once. Mara moja imetosha, sasa ngoja hiyo mwezi mwingine. Hawakundi kanisani kutik a register. Na by the way, kanisa tunanga register. Tuna register maana we are very busy registering pale kwa uwepo wake. Sasa hii ku register hii nyingine hatuna register. Hizi namba mnapewa ni za serikali, si zangu. Ni serikali. Na hii mambo ya COVID na 1.5 meters distance, unapewa tu hiyo namba, usifikiri umepewa hiyo namba ya kuingia mbinguni. Hiyo si ya mbinguni. Hiyo ni ukapata hiyo kukohoa. Tunafuata hizo namba. Hiyo namba ni hiyo namba haina ukiroho. Haina. Amen. Pengine kuna mtu anatupeleka nyumbani anaambia Mungu, leo nilikuwa namba 15. Leo nilikuwa namba 8. Mungu ndio ninakukaribia. Leo nimepewa namba 4.
haina consequence. Ibada yao inatoka kwa moyo. Wacha nikuulize mwana wa Mungu, ni siku gani mara ya mwisho ulimwabudu Mungu kwa mwaga machozi? Na sisemi machozi ndio tu inaonyeshana kwamba moyo wako umeguzwa, lakini ni siku gani mara ya mwisho ulimwabudu kabisa? Ukaenda nyumbani ukijua leo nimekutana na Yehova. Leo nimesimama mbele ya mfalme. Maana hauwezi simama mbele ya mfalme na maisha yako ikakosa kukuwa na kitu ambacho kinaonyeshana ulisimama mbele ya mfalme. Ndio maana unapata kwamba katika dhehebu zingine, kanisa zingine, mtu anatoka kwa misa, akitoka kwa misa anapitia kwa duka ananunua sigara. Maana ibada yao haitoki kwa moyo. Ibada yao inatoka kwa mdomo. Sasa nataka uelewe zaidi ya kile ninachokisema. Mungu anaangalia source. Kinatoka wapi? Proverbs 4:24. Solomoni anamwambia mwanae, guard your heart with all diligence, ama kinga moyo wako zaidi ya vyote ulivyo navyo. Maana kutoka kwa moyo wako there are issues of life. Mambo ya uzima, maneno ya uzima iko ndani ya ile moyo. Sasa nielewe, nikakusomea last week chapter number 15 of the book of Matthew, and I read for you verse number 19, verse number 20 and verse number 21. Kwamba usherati unatoka ndani ya moyo, unafiki unatoka ndani ya moyo, uabudu sanamu unatoka ndani ya moyo, matusi inatoka ndani ya moyo. For from the abundance of the heart the mouth speaketh. Amen. Watu ambao wanamjua Mungu, ibada yao inatoka kwa moyo. For out of the heart, ibada yao inatoka kwa moyo. Kumaanisha wao kumguza Mungu si peke yake na maneno, ni moyo.